Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. So mtu wa Mungu, kwenye session ya leo, assignment yangu kwako ni kuweza discuss na wewe kuhusu uchumi wa muamini. Na ninataka kujibu swali moja la msingi ambalo limekuwa likitatiza kwa sehemu kubwa jamii ya waamini wengi. Je, ni sahihi kwa mtu wa Mungu kuweza kuwa na maombi kwa ajili ya uchumi? Kwa sababu liko kundi la watu linaloamini kwamba hauwezi ukamwomba Mungu pesa, kwa sababu Mungu hana benki ambayo anaweza akaitumia kushusha mabegi ya hela kutoka mbinguni. Lakini wako watu wanaoamini licha ya kwamba Mungu hawezi kuwa na kiwanda cha kuchapisha fedha, unaweza ukamuomba vitu ambavyo vikaleta matokeo ya kufungua njia zako za kiuchumi. Na ndio maana liko andiko linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote rohoni na mwilini, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. So maana yake ni kwamba mafanikio yanaanzia rohoni, lakini matokeo ya yale mafanikio yana manifest kwenye ulimwengu wa mwili. Hauwezi ukasema umefanikiwa rohoni kama hautakuwa na mafanikio mwilini. Hautakuwa na kipato kinachoeleweka, hautakuwa na matokeo ya kiuchumi yanayoeleweka, hautakuwa na afya nzuri, hautakuwa na furaha, hayatakuwa mafanikio halisi. Kwa hiyo kuna confusion kwa watu wengi. Kuna watu wanaamini kwamba linapokuja swala la kipato, linapokuja swala la ability ya kusolve financial issues na mambo mbalimbali ya kijamii, ni kama Mungu anakaa kimya kwa sababu ana majibu. So leo assignment yangu ni kuweza kukupitisha kidogo hapo, tuweze kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukaanza kuangalia ili swala la uchumi wa muamini kwa jicho la kibiblia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18, maandiko yanasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Napenda sana jinsi ambavyo Biblia inaelezea vitu. Biblia ikielezea agano, inaelezea agano. Biblia ikielezea utajiri, inaelezea utajiri. Ili andiko kama lisingekuwa linaongelea utajiri, lisingeongelea utajiri. Maandiko yanasema, bali wewe mwana wa Mungu utamkumbuka Bwana Mungu wako. Kwa nini? Kwa sababu ndiye ambaye anakupa nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Kuna baba zetu ambao walipokea agano kwa Mungu. Na tunapoongelea baba zetu, in fact tunamuongelea Abraham ambaye alipewa agano, akasema, nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki. Alafu baadaye akaja akamwambia, wazao wako nitawabariki na wao watamiliki malango ya adui. Then baadaye akaja akamwambia, katika kuzidisha. So kuna vitu vingi Mungu aliongea na Abraham. Kila ahadi ambayo Mungu aliongea na Abraham, kila ahadi ambayo Mungu alizungumza na Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu alikuwa anaongea na mababa. Na yale maagano aliyoingiana nao, yale makubaliano, Mungu alipanga yatokee kwa vizazi vyao vyote. Kwa sababu unapomzungumzia Abraham, hauzungumzii taifa la Israeli peke yake. Unapozungumzia Abraham, unazungumzia kanisa. Yaani mtu ambaye Mungu alipokuwa, kuna ulimwengu wa kwanza ambao tunaweza tukasema ulianzia kwa Adam, uumbaji wa kwanza wa familia ya wanadamu. Baada ya machafuko na dhambi nyingi kutokea, Mungu akafuta kile kizazi kwa gharika. Ikaja dunia nyingine. Ni kama tuseme dunia nyingine, japokuwa sio sahihi kwa kanuni za kiumbaji, lakini nafikiri kuna kitu nakipata. Dunia nyingine ikatokea baada ya gharika. Nuhu akabaki na familia yake.
wakaanzisha vizazi vingine. Mungu alipoona mambo yanazidi kuwa ya ajabu, akanaarisha hapa kwamba hata iharibu tena dunia kwa gharika, akamtoa mtu mmoja kutoka kwenye familia yake, naye ni Abraham. Akamwambia Abraham, akutoa kwa ndugu zako na jamaa zako, nitakupeleka sehemu nitakayokuonyesha. Katika wewe nitaleta mzao, ambaye huyo mzao atafanyika baraka na ukombozi kwa ulimwengu wote. Na sasa huyo mzao ni nani? Huyo mzao ni Yesu. Na ndani ya Yesu kulikuwa na nini? Ndani ya Yesu ndo kulikuwa kuna kuleta kanisa. So Mungu alipokuwa anamuita Abraham, literally alikuwa anaanzisha movement ya kuja kutengeneza ukombozi na kuja kulizaa kanisa, ambayo hiyo sasa ndiyo familia ya watu wa Mungu, ambao wao kwa hiari yao wamechagua kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yao, wamechagua kukubaliana na mapenzi ya Mungu, wamechagua kulifuata neno kwa Mungu, wamechagua kujinyenyekeza chini ya utawala wake. Na hao ndo maandiko yanawaambia, ubali wewe mwana wa Mungu, naye muamini Mungu majira na nyakati haya, utamkumbuka Bwana Mungu wako, akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano alilowaapia mababa zako. So mtu wa Mungu, liko agano ambalo Mungu tayari alisha hapa na mababa, kwamba vizazi vyenu havitakuwa maskini, watoto wenu hawatakuwa watu duni. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kuna maagano niliyowaapia, nyewe mtakuwa baraka siku zote. Lakini pili, watu wenu wana assignment ya kuniwakilisha mimi ulimwenguni. Lakini kitu cha msingi, the bottom line ambayo unaiona ni ile sentensi ya kwanza, bali wewe utamkumbuka Bwana Mungu wako. Mtu wa Mungu, convinced beyond measures, nimefika sehemu na kuanza kuamini kwamba kinachosababisha waamini wengi kustruggle financially ni kusahau hiyo sentensi ya kwanza, bali wewe utamkumbuka Bwana Mungu wako. Wengi huwa tunaluka hicho kipengele cha bali wewe utamkumbuka Bwana Mungu wako na kulukia kwenye Mungu atakupa nguvu za kupata utajiri. Hivi ni vitu viwili ndani ya sentensi moja. Ni kama kuna ahadi, lakini kuna requirement ya kufanya kabla ile ahadi kutumia. Sentensi inaanza bali wewe utamkumbuka Bwana Mungu wako. Kitu cha pili anasema yeye Bwana atakupa nguvu ya kupata utajiri. So kabla haujafika kwenye Bwana kukupa nguvu ya kupata utajiri, it is your assignment, wewe kama mtu wake, wewe kama mtoto wake, kumkumbuka. Sasa swala msingi, unamkumbuka Bwana kwa kufanya nini? Unamkumbuka Bwana kwa kufanya nini? Kuna mambo kama 4 hapa nataka nikupatie, ambayo nina uhakika yatafungua macho yako, yatafungua masikio yako. Alafu baada ya haya nitakuonyesha maombi ambayo utakuwa unayaomba tena na tena kwa ajili ya njia zako za kiuchumi, mipango yako ya fedha, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara. So jambo la kwanza unaotakiwa kulijua au unaotakiwa kulifanya ili kumkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri. Jambo la kwanza kumkumbuka Bwana ni kutambua yeye ndiye Mungu pekee unayepaswa kumwabudu. Kumkumbuka Bwana Mungu wako ni kutambua kwa dhati ndani ya moyo wako na ndani ya fahamu zako kwamba Bwana ndiye Mungu pekee unayepaswa kumwabudu. Mtu wa Mungu, msukumo wa kupata mali na pesa una tabia ya kuondoa msukumo wa kumtafuta Mungu wa kweli. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtego adui ameuweka kwenye mali na pesa. Ndio maana Yesu alipokuwa anawafundisha wanafunzi wake aliwaambia, msiwahi kujidanganya kwamba mnaweza kutumikia mabwana wawili. Kwa nini? Kwa sababu shetani au mungu wa dunia hii anatumia uso wa fedha na mali ili kuteka ibada. Sasa ibada ni nini? Ibada sio ile tunayoifanya tukiwa kanisani. Ibada ni tunaitoa kwenye kile kitu ambacho tumekipa kipaumbele, kitu ambacho kiko tayari kukusababisha ufanye lolote ili kukipata.
unaweza ukakatisha jambo lolote kwa ajili ya hicho kitu nakipa ibada. Ni watu wangapi leo hii anaweza akagairi kushiriki ibada, akagairi kusoma neno, akagairi kufunga na kuomba kwa sababu amepigiwa simu kuna mchongo wa pesa. Kama umefikia hatua kwamba unaweza ukaahirisha vitu vyote kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya fedha, kwa ajili ya biashara, maana yake Mungu aliyekutawala ni fedha na kazi yako. Kama unaweza ukaahirisha kitu chochote duniani kwa ajili ya boss, kwa ajili ya mume, huyo ndio Mungu wako. So lazima ufike sehemu umfanye Mungu ndio kipaumbele chako. Ujue ndani ya moyo wako kwa dhati kabisa kwamba Mungu ndo ameshikilia namba 1 kwako. Mungu ndo ameshikilia nafasi ya kwanza. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Yesu akawaambia, hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili, kwa maana utamchukia huyu na kumpenda huyu, ama utashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kabisa, hakuna namna unaweza ukatumikia Mungu na mali. Sasa alichokuwa anawaambia, nisikilize kwa makini mtu wa Mungu. Hakuwa anasema kwamba hamwezi mkatafuta mali na mkawa na Mungu. Alisema hamwezi mkatumikia. Kuna level ya kuitafuta mali na pesa ambayo unaitwa kuitumikia. Na hiyo ni level ya hatari. Kwa sababu ukifika kwenye hiyo level, maana yake umekuwa ni mtu ambaye umemezwa na tamaa ya kupata mali na pesa. Wewe haujui muda gani ni uko nje ya muda wako wa kazi, haujui ni muda gani imekuwa inatosha kufanya kazi, muda gani wa mapumziko. Mara nyingi kukutana na mtu ambaye anaitumikia mali na pesa, anaweza akaharibu familia kwa ajili ya mali na pesa, anaweza akavunja ndoa yake, anaweza akaharibu afya yake, anaweza akamwabuse ndugu yake, mke wake, anaweza akaua mtu, chochote anaweza akafanya. Kwa nini? Kwa sababu anaitumikia mali. So jambo la kwanza unaotakiwa kujua, mtu wa Mungu, Mungu anapaswa kuhold nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4 na wa 5, na wapenda sana haya maandiko. Maandiko yanasema, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Mungu anataka umpende, umheshimu, umtambue, umtumikie kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Ikifika sehemu unatumia akili yako kumpenda Mungu, unatumia moyo wako kumpenda Mungu, unatumia nguvu zako kuonyesha huo upendo ulionao kwa Mungu, my good friend, wewe uko tayari kuweza kuitawala pesa. Hauwezi ukaitawala pesa kama nyuma yako hakuna Mungu wa kweli. Huwezi ukatawala njia za kipato kama nyuma yako hakuna Mungu wa kweli. Ndio maana mara nyingi sana tunaona watu wote ambao wanajiexpose kwenye haya masuala ya kafara, kwenye hizi njia za uongo, njia za utapeli, mwisho wa siku hao watu sio ajabu kuja kusikia kamtoa kafara mama yake, kamtoa kafara mtoto wake wa kumzaa. Au kama mtu unaweza ukawatoa kafara wapendwa wako kwa ajili ya mali. Ikifika hiyo level lazima tu ujue huyu mtu ndani ya moyo wake ametawaliwa na kutumikia mali. Amezipenda mali na ameipenda dunia kwa moyo wake wote, kwa akili yake yote, na kwa nguvu zake zote, na yuko tayari kufanya chochote, kufanya lolote na kuriski chochote ili aweze kuipata pesa. So mtu wa Mungu, kumkumbuka Bwana Mungu wako ni kuhakikisha unajikumbusha ndani ya moyo wako, kwa mawazo yako, kwa matendo yako, kwa mazungumzo yako, kwamba wewe unampenda Mungu, unamtumikia Mungu, na Mungu ndio ameshikilia nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Namba 2, kumkumbuka Bwana Mungu wako ni kutambua kwa kina kuwa mali na vyote vinavyojaza nchi ni vya Bwana. I know naongea kitu kigumu sana, kwa sababu kwa bahati mbaya waliotuletea dini Afrika walituletea dini kwa hila. Walikuwa wanafundisha umaskini ni utakatifu.
kuwa na maisha duni ni dalili ya kwamba uko karibu kwenda mbinguni. Mtu wa Mungu, sio kweli na haijawahi kuwa hivyo. Umaskini sio uthibitisho wa unyenyekevu. Umaskini sio kielelezo cha utakatifu. In fact, mimi naamini mtu maskini unyenyekevu hana ndani yake, ila amekuwa humbled na ukosefu wa fedha. Ndio maana watu wengi huwa wanapenda kusema pata fedha tujue tabia yako. So kumkumbuka Bwana Mungu wako ni pamoja na kujua kwamba fedha na mali na vyote vijazavyo nchi ni vya kwake. Jitahidi mtu wa Mungu, ndani ya akili yako uondoke ukakasi kwamba Mungu amiliki vitu. Mungu anamiliki vitu. We imagine Mungu yeye ndiye ambaye ameumba dunia. Ameumba kila kitu. Kila kitu unachokijua wewe. Hizo kanuni sijui za gravitational force, yeye ndo ameziumba. Hizo sayari, hivyo vitu wanavyovitumia watu kutengeneza mitambo mbalimbali, madini, kila kitu, everything started with him. So how come Mungu kama huyo awe amiliki kitu? How come Mungu kama huyo awe hajui lolote kuhusu equation za uchumi, equation za fedha? Angalia kitabu cha Zaburi sura ya 24 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema nchi na vyote vijazavyo nchi. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Nchi na kila kitu kinachoijaza ni mali yake. Dunia na wote waliomo duniani wa kwake. It doesn't matter mtu anaweza akawa mkubwa kwa kiasi gani hapa duniani, lakini ukweli ni kwamba Mungu ndiye ambaye anamiliki kila kitu. Mungu akiamua mara moja tu akafanya kidole chake hivi pap, kila kitu kinazima hapa duniani. Hakutakuwa na uhai, hakutakuwa na nini. Nchi na vyote vinavyoijaza ni mali yake. Watu wote wanaokaa duniani, wale wanaojifanya na akili timamu na wale waliojiondoa akili, wale wanaomheshimu na wale, wote ni mali yake. Wote wameumbwa na yeye. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho Mungu hakimiliki. Zaburi ya 89 mstari wa 11, mbingu ni mali yake na nchi ni mali nayo ni mali mbingu ni mali yako, nchi nayo ni mali yako, ulimwengu na vyote viujazavyo ndiwe uliupiga msingi wake. Mungu ndiye ametengeneza misingi ya kila kitu. Nchi ni yake, mbingu ni yake. Vyote ameviumba yeye. Misingi ya hivi vitu kuwepo, yeye ndiye ameitengeneza. How come Mungu kama huyu akashindwa kuwa na majibu na kuwa na equation sahihi zinazoleta solution kwenye mambo ya fedha? Kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 8, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yake na dhahabu ni mali yake. Fedha na dhahabu kwa kipindi hicho ndio vilikuwa vitu viwili vinavyotumika kuwakilisha ukwasi zama hizo za Agano la Kale. Mungu anasema hivyo viwili ni vya kwake. So kama hivyo vitu viwili ni vya kwake, basi mali kwa maana ya fedha ambazo tunazitumia sasa hivi ni za kwake pia. Au tunaweza tukasema zimetengenezwa na wanadamu, lakini there is no way kwamba akawa hayupo kwenye ile equation. Ikiwa fedha na dhahabu, tena unajua mpaka kwenye uchumi wa sasa hivi dhahabu iko juu. Dhahabu iko juu. Dhahabu iko juu. Naenda kwenye mabenki makubwa, wana deposit za dhahabu. Kwa nini? Kwa sababu dhahabu ni moja kati ya rasilimali ambayo haijawahi kushuka thamani toka kuumbwa ulimwengu. Wanasema ni inapanda tu. Nafikiri kwenye historia ya dunia kuna rekodi moja tu ndio biashara ya dhahabu iliwahi kuyumba sana. Wanasema baada ya mfalme mmoja kutoka dola ya Afrika akasafiri na dhahabu nyingi sana, akagawa dhahabu kiasi kwamba dhahabu ikawa kitu cha kawaida. Lakini after then, na hiyo story yenyewe ni kama haijawa proved hivyo, imekuwa tu shared na watu ambao ni wapenzi wa Afrika.
Sijajua sasa kama ina ukweli kwa asilimia ngapi, lakini to this day mojawapo ya mali ambayo haijawahi kushuka thamani ni dhahabu. Mali nyingine ni ardhi, miaka yote inaendelea kupanda thamani. So Mungu anasema mali ni yangu, fedha ni yangu na dhahabu ni yangu. Unatakiwa mtu wa Mungu kujua Mungu wako sio mchache. Mungu unayemwamini, Mungu unayemnyenyekea, Mungu unayemtumikia sio mchache. Hajawahi kukosa majibu kuhusu fedha. Ni wewe tu ndo hujaanza kumuuliza maswali kuhusu fedha. Hajawahi kukosa majibu kuhusu uchumi. Ni wewe ndo hujawahi kumuuliza maswali kuhusu uchumi. Fedha ni zake na dhahabu ni zake, asema Bwana wa majeshi. Namba 3, kumkumbuka Bwana ni kutambua kwa uhakika baraka ya Bwana ndiyo inayotajirisha. Unaweza ukawa na degree zote, ukawa na PhD zote, ukawa na vyeti vyote, lakini kama umekosa baraka ya Bwana, umekosa kitu ambacho kinakuunganisha na mfumo wa utajiri wa ufalme wa Mungu. Mithali sura ya 10 mstari wa 22, baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Mungu anatumia mfumo unaitwa baraka kukuinua na kukutofautisha kwenye maisha yako. Ndio maana kila mahali ambako Mungu alikuwa anamuinua mtu, alihakikisha anamtamkia baraka. Baraka ndiyo nguvu inayokupa uwezo wa kupata utajiri. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 kimesema utamkumbuka Bwana Mungu wako ili kwa sababu ndiye ambaye anakupa nguvu. Hiyo nguvu ya kupata utajiri inaitwa baraka. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Mungu akawabariki. Maana yake Mungu akawatamkia baraka. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi, mkatiishe, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. This was the first time Mungu anamuumba mwanadamu, na ndio kwa mara ya kwanza Mungu anamtamkia mwanadamu baraka ili aende kutimiza kila kitu ambacho Mungu alimkusudia kuweza kukifanya na kufanyika hapa duniani. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 1, Mungu akambariki Nuhu na wanae akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Tunaona sehemu ya pili, Nuhu akiwa anakuja kwenye generation nyingine akiwa na assignment ya kuijaza nchi na kuizidisha. Mungu anambariki ikiwa kama ni uwezesho wa kiungu, a divine empowerment, ili Nuhu aweze kufanya kila kitu ambacho Mungu alimkusudia kuweza kukifanya. Mwanzo 12:1-3, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote wa dunia watabarikiwa. Maana yake ni kwamba Mungu alipokuwa anamuita pia na Abraham, alimwambia kitu the same kwamba nitakubariki. So baraka ndio mfumo wa kiungu ambao unakupa uwezo wa kufanikiwa. Usiwahi kukubali kufanya chochote bila baraka. Kwenye kila jambo unalolifanya, unafanya biashara, unafungua miradi, umeingia kwenye kilimo, umeingia kwenye huduma, jitahidi kuitafuta baraka ya Bwana. Kama unaona mambo hayaendi, mojawapo kati ya kitu unachoweza kukitafuta ni baraka ya Bwana kwenye hicho kitu. Mwambie Bwana, release hiyo baraka. Hiyo baraka Bwana release. Hiyo baraka release juu yangu. Hiyo baraka ambayo itanipa kila kitu, itaniwezesha kupata mafanikio, kupata matokeo bila stress. Bwana iangushe juu ya kichwa changu. So mtu wa Mungu, baraka ndio kitu ambacho unatakiwa kukililia, kwa sababu baraka ya Bwana inakutajirisha, wala huzuni hakuna. Namba 4, kumkumbuka Bwana ni kuchukua jukumu la kutafuta ili kujua wewe ni nani kwake. Nini amekukusudia kufanya na wapi anataka upate mafanikio yako. Moja kati ya jambo unaotakiwa kulijua ni kwamba Mungu hayuko random.
Mungu hafanyi kazi bila mpangilio. Mungu yuko very strategic. Mungu yuko very ordered. Yuko very calculated. Kila kitu anakifanya kimahesabu, na kila mtu ana mahesabu naye. Kwa hiyo usiwahi kuridhika kuishi bila mpangilio. Ndio maana alipokuwa anamwambia Jeremiah, alimwambia nalikujua kabla haujawa mimba, nimekutakasa kabla hujatoka tumboni, nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Hakumwambia Jeremiah nalikujua na nimekutakasa, nenda ukawe chochote unachojisikia. Kuna uongo mmoja ambao umehubiriwa sana na watu duniani, kiasi kwamba maelfu ya watu wameanza kuamini unaweza kuwa kweli. Wanasema kwenye hii dunia unaweza ukawa chochote na ukafanikiwa. You can be anything you like. Unaweza ukawa chochote unachopenda. Ukweli ni kwamba you can't be anything you like. You can only be who you are. Huwezi kuwa chochote unachokipenda. Utakuwa kile tu ambacho wewe ndio. So Jeremiah huwezi ukamwambia unaweza kuwa chochote unachokipenda wakati Mungu ameshamfunulia wewe ni nabii wangu. I want you to be a prophet. Tafuta kujua Mungu amekukusudia kuwa nani. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 na 34. Yesu akawaambia, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha maovu ya siku. Naamini siku moja nitapata tu neema, Mungu atanipa huo ufunuo, ili nije kufundisha huu mstari wa 34. Basi msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha maovu kwa siku yake. Kwa sababu kuna watu wengi hawauelewi huu mstari vizuri. Watu wengi wanafikiri Yesu aliwaambia msiwaze kuhusu ada, kodi, msiwaze mambo ya kesho. Alafu ukifika kesho unakuta mwanao unapigiwa simu unaambiwa hawezi kupokelewa bila ada. Nashangaa, Yesu kwa nini ni kama alidanganya? No, huu mstari haukumaanisha hivyo. Huu mstari umemaanisha kitu kingine tofauti. Once you understand nini Yesu alimaanisha, utakuwa na uhuru wa kutumia hii kanuni vizuri. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na mengine mtazidishwa. Sasa ufalme wa Mungu sio tu kuishia kwenye kuokoka. Ufalme wa Mungu is about discover wewe ni nani katika huo ufalme. Ufalme wa Mungu unaanza kwa wewe kuingia kwenye ufalme, na point of entry ni kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu anasema mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mimi ndio njia na kweli na nini? Na uzima. So unapoenda kwa Baba kwa kupitia Kristo, ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili sasa, unaanza kukua katika safari yako ya wokovu. Utapokea Roho Mtakatifu, utawekeza kwenye huduma ya neno, utaanza kumjua Mungu wako, utaanza kuelewa ufalme. Baadaye utakuja kugundua wewe ni nani katika ufalme. Utasimama kwenye nafasi yako, utaanza kutimiza majukumu. Yesu alichokuwa anawaambia watu, invest deeply kwenye kingdom of God. Achana na stressi za mambo ya dunia, wekeza kwenye kingdom of God. Mungu anayo namna ya kutekea maisha yako wakati wewe mtoto wake unalitumikia kusudi. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja ni prophet, anapenda sana kuniambia hii story akiwa ananishuhudia ushuhuda wake, jinsi ambavyo alithibitisha kwamba ameitwa. Na hii kitu naikumbukaga mpaka hata muda mwingine nikiwa natafakari mambo yangu binafsi, kwa sababu aliniambia tena na tena. Anapenda kuniambia, sema mtu wa Mungu, Mungu alinithibitishia kabisa kwamba nimekuita kwenye mji, hubiri injili. Mimi Mungu nina uwezo wa kutekea maisha yako. Hubiri injili, mimi Mungu nina uwezo wa kutekea maisha yako. So kuna kitu ambacho Mungu anataka ukifanye. Na once you are committed 100% kwenye hicho kitu, milango itakufungukia mpaka utakuwa hauna sehemu ya kutosha kuweka hizo baraka. It's not kwamba Mungu anataka wote tuwe madhabahuni. No. Mungu anataka wengine wawe sokoni. Mungu anataka wengine wawe kwenye media. Mungu anataka wengine wawe kwenye kilimo. Mungu anataka wawe wengine kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye kila eneo Mungu anahitaji watu.
wa kuweza kufanya kitu kwa ajili yake. Lakini hakikisha unafunuliwa na unathibitishiwa kwamba where you think you are ndio hapo ambapo Mungu anakutaka uweze kuwa. Hapo ndipo ambapo alikuita kabla hujawa mimba, na hapo ndipo ambapo alikutakasa kabla hujaja duniani. Sasa kuna maombi kadhaa naomba nikupatie kwa ajili ya njia zako za uchumi. Maombi 5 ambayo unaweza ukawa unayaomba tena na tena 2026 ili kutengeneza sawa mambo yako ya uchumi. Ombi la kwanza ni kumtambua Bwana kama chanzo cha mafanikio, kuinuka na kutajirika kwako. Ombi la kwanza is like a declaration. Lazima ufanye a declaration. Umtambue Mungu kama ndio chanzo, nguvu na msingi wa mafanikio, kuinuka na kutajirika kwako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Kitabu cha Mithali sura ya 10:22, baraka ya Bwana utajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. So lazima umtambue Bwana. Haya maombi utafanya kwa muda fupi tu. Naambia, Baba, katika jina la Yesu nimetambua leo wewe ndio chanzo cha mafanikio yangu. Ndani ya moyo wangu naandika, ndani ya fahamu zangu naandika, wewe ndio chanzo cha kuinuka, chanzo cha kubarikiwa, chanzo cha kupiga hatua, chanzo cha maongezeko. Kama ambavyo neno lako linasema, unanipa nguvu za kupata utajiri. Asante kwa ajili ya hizo nguvu. Asante kwa ajili ya hilo agano unalokwenda kuthibitisha kwa kupitia hizo nguvu. Na neno lako linasema baraka yako ndio inayotajirisha. Ninapokea na ninaamini na ninasimama na hiyo, na ninakiri na kutambua kwamba wewe ndio Bwana Mungu wangu, ambaye unanipa nguvu, ambaye unanipa uwezo wa kuinuka, wa kufanikiwa kwenye haya maisha. Kando na bidii yangu Bwana nakutambua wewe. Kando na uwezo wangu Bwana nakutambua wewe. Kando na ujanja na connection zangu Bwana nakukiri wewe. Mtu wa Mungu, ili ombi unaweza ukaliomba hata mwezi mmoja. Ili ombi unaweza ukaliomba wiki. Unajua kanuni moja ya ajabu kabisa ya mambo, njia rahisi ya kuregister vitu ndani ya moyo wako, vikae, vishikilie mtima wako huu wa ndani, kae kabisa, ni kuvirudia tena na tena. Tena na tena, unaenda unaripiti, unatambua, unarudia, unazungumza maandiko haya, unayameditate. Rabo shataya daba. Unatafakari, unameditate, unatafakari, unaomba, inafunuka kitu. Unaomba, inafunuka kitu. Unaomba, inafunuka. Unaomba, inafunuka. Unaomba, inafunuka. You are going somewhere. 26. Ombi la pili unaotakiwa kuomba ni kuomba mlango wa fursa 20 na 26. Kwenye uchumi, fursa ndio ambazo zinakupa kuonekana. Fursa ndizo ambazo zinakupa kuwafikia watu. Fursa ndizo ambazo zinakupa kutangaza kile ambacho uko nacho. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8, maandiko yanasema, na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Mungu amekupa mlango ambao hakuna anayepaswa kuweza kuufunga. Maana yake Mungu amekupa mpenyo wa kutokezesha vitu. So unatakiwa kuweza kuomba ili ombi milango yako ya fursa ifunguke 2026. Fursa kwenye eneo la kazi, fursa kwenye taaluma yako, fursa kwenye masomo yako, fursa popote pale unapopatikana, lazima ziweze kukufungukia. Usiwe na mtihani wa kutafuta vitu vikufuate mahali ambako upo. Utajueje milango yako ya fursa imefunguka? Utaanza kuona vitu vinakufuata. Kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 11, maandiko yanasema, malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili
watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kwa hiyo kama situation yako ni kwenye biashara, unaona hauuzi chochote, hakuna watu wanaokuja, hakuna interview ya watu kuja na kuondoka. Kama kwenye taaluma yako hakuna watu wanaokuja na kuondoka, mtu wa Mungu, sometimes unaweza ukawa umesoma na una elimu nzuri, lakini kama imepita miaka nenda rudi, iwe elimu yako bado haijaanza kuzunguka na kuanza kutafuta nafasi za kazi au fursa za kazi ikaanza kukutafuta, maana yake malango yako yamefunga. Usikubali mtu wa Mungu kuexperience wanaochopitia watu wengi. Kumbuka wewe ni mtoto wa Mungu. Kumbuka wewe ni muamini. Na Mungu anakupa fursa hii ambayo inakutofautisha na watu wengine. Anasema malango yako hayatakuwa wazi usiku wala mchana. Sasa kama watu wengine malango yao yamefungwa na wanapitia consequence za malango yao kufungwa, usijichanganye pamoja nao. Angalia kwenye hii akili ya maandiko. Malango yako yatakuwa wazi usiku na mchana. Ili iweje? Ili mataifa wapate kukuletea utajiri wakiongozwa na wafalme wao. Maana yake hii ni transaction all the time. So ingia kwenye haya maombi ya kuomba mlango wa fursa 2026 kuweza kufunguka upande wako. Ombi la 3, kuomba neema na kibali cha kufanikiwa kwenye kila unalolifanya. Kuomba neema na kibali cha kufanikiwa kwenye kila unalolifanya. Mtu wa Mungu, swala kufanikiwa sio jambo rahisi kama ambavyo unalifikiri. As far as is concerned kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, adui kwa maana ya shetani ni mshindani wako kihalali kabisa. Unajua kwa nini? Kwa sababu anajua akifanikiwa kukupinga wewe, akakuzimisha, atahitaji kutumia gharama ndogo sana kuwashawishi wengine wasimwamini Mungu. Kwa sababu atawaonyesha, angalia wanaomwamini ndo wale, maisha yao ndo hayo. Hao ndo wanaosema wao ndio waamini, ndio walokole, hao ndo Wakristo wenyewe hao. Na wao nao hao wana madeni yamewakaba mpaka shingoni. So anachokitumia shetani ni kuharibu wewe ili kukwamisha harakati za Injili, kukuharibu wewe ili kukwamisha mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 3, maandiko yanasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Hebu naomba uniruhusu niweze kukusomea hii Zaburi ili uweze kuelewa hii inatokea wapi. Zaburi ya 1 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3. Kuna kitu cha msingi sana hapa unatakiwa kujua, kwa sababu hii Zaburi haikuwa tu random. Hii Zaburi ilikuwa inaongelea kitu fulani very specific. Mzaburi alikuwa anajaribu kufanya comparison ya makundi mawili ya watu. Maandiko yanasema hivi, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama barazani, hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Kwa hiyo anajaribu kuonyesha huyu mtu wa namna hii ana heri. Huyu mtu ambaye hakwenda kwenye shauri la wasio haki, hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakukaa kibarazani pa watu wenye mzaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Ukiwa mtoto wa Mungu, umependezwa na neno lake, umependezwa na shauri lake, umeuweka mbali uovu na wewe, moja kati ya kitu ambacho hakitakiwi kutokea kwako kwa nguvu kihivyo ni kufanikiwa kwenye kila unalolifanya. So unapaswa kuomba kibali na neema ili hiki kinachotakiwa kipatikane kwako kiweze kutokea kwa haraka na kwa wepesi. Kitabu cha Wakorinto wa 1 sura ya 15 mstari wa 10, maandiko yanasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure,
bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kumbe neema ya Mungu inapokuja kwako, mtu wa Mungu, haiishii tu kwamba kukuletea wokovu. Neema ya Mungu inakufanya uzidi sana kupita wengine. Inakufanya uwatangulie uliowakuta. Inakufanya uende hatua nyingi mbele kuliko wengine. Huyu aliyeandika hapa ni Paulo, na wote tunafahamu Paulo hakuwa hata na haki ya kuwa mtume. Lakini Paulo alivyoingia, kitu kilichofunuka kwake kwa nguvu ni neema ya Mungu, na ikamsaidia kuwa na matokeo makubwa kuliko watoa kina Petro ambao aliwakuta. Do you know kwamba half of the New Testament Paulo ndo ameiandika? Paulo ndo ameiandika. Msingi ambao tunatumia kama doctrine ya Agano Jipya, Paulo ndo ameliandika. Mtu yule yule ambaye alikuwa ni muuaji, mtesaji, ndo huyo neema ilipofunuka kwake ikampa kufanya vitu vya ajabu na vya nguvu kupita kawaida. So omba kupata kibali na neema cha kufanikiwa kwenye kila unalolifanya, kila unalolitia mkononi liweze kufanikiwa. Ombi la 4, nenda kinyume na mifumo ya uovu na uharibifu anayeitumia adui dhidi ya watakatifu kwenye uchumi. Iko mifumo ya uovu na uharibifu ambayo adui anaitumia, na kuna kitu kimoja unatakiwa kukijua sawasawa, mtu wa Mungu. Unapokuwa umekaa kimya dhidi ya maovu na uharibifu wa adui, sio kwamba yeye atakuonea huruma. Yeye ndo atapenda ili akushambulie zaidi. Kwa sababu adui anachokitafuta kwako, adui anatafuta nafasi yako ndogo tu ya kufanya uzembe, ili yeye aonyeshe sasa ubavu wake, aonyeshe sasa makucha yake, akukwangue, akuparue kweli kweli. So adui anatamani kwa kila namna wewe uweze kuwa mzembe. Adui anatamani kwa kila namna wewe ukae kimya. Angalia kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 11. Maandiko yanasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutishwa matunda yake kabla ya wakati katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo unagundua kuna kitu kinaitwa roho ya alaye, unatakiwa kudili nayo. Kuna kitu usipokuwa makini kinapukutishaga mazao kabla ya wakati wake. Kuna watu wengi sana washakutana na hii kawaida. Anafanya kitu kikubwa, lakini before akija machua kila kitu kinakuwa, yani before kile kitu akija machua, yeye kwake tayari kinakuwa kimezaliwa premature. Manake kimepukutishwa mtu wa Mungu. So unachotakiwa kudili, unatakiwa kudili na mashambulizi. Hii ni mifumo. Adui anacheza na wewe, unatakiwa kukemea. Unainuka, unakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwenye project hii inayofanya, hakutakuwa na kupukutishwa kabla ya wakati. Hakutakuwa na roho ya alai itakayofanikiwa. Kwenye hii biashara, kwenye hii kazi, kwenye hii taaluma, kwenye hii huduma, kwenye haya mambo unayofanya, unakataa, unavunja, unasambaratisha. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema, mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Shetani usiyempinga ataenda na wewe bafuni, ataenda na wewe chumbani, ataenda na wewe kazi. Yani atakaa na wewe kama kimvuli chako. So inuka kuweza kuharibu hii mifumo. Kitabu cha Hagai sura ya 1 mstari wa 6, maandiko yanasema, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamjazwi na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Can you imagine? Unafanya kazi kwa bidii, bado kwanza una mahangaiko yote haya, unakula ushibi, unakunywa maji tumbo halijai, lakini mwisho wa siku unavaa nguo na ujisikii kama umevaa nguo, alafu unaenda kupata mishahara unauweka kwenye mifuko uliotoboka. Maana yake kuna kitu ambacho sio cha kawaida kimekukalia. Huyu ni adui. So unatakiwa kuinuka, kukemea, unavunja, unapinga
unaharibu, unasambaratisha. Kwa hiyo tumia muda wako wa kutosha hapo. Na ombi la 5 na la mwisho, nataka uinuke kuweza kukataa roho ya uzito. Alafu omba wepesi na spidi ya kutimiza malengo. Usipokuwa makini, adui anaweza akakuwekea roho ya uzito. Roho ya uzito akakuvisha kama vazi. Ukajikuta unashindwa kufanya maamuzi kwa wakati, unashindwa kuelewa, unakuwa kama umepumbazwa hivi, akili zako kama zimesinzia. Kitabu cha Zaburi sura ya 51 mstari wa 12 anasema, unirudishie furaha ya wokovu wangu, unitegemeze na roho ya wepesi. Mtu wa Mungu, wepesi ni roho. Wepesi ni roho. Unatakiwa kuwa makini sana unapojikuta umekuwa mzito kwenye kila kitu. Mzito kufikiri, mzito kufanya maamuzi, mzito kuchukua vitendo, mzito kuchukua hatua, mzito kufuatilia. There is something wrong with you. Inawezekana ikawa sio tabia ambayo wengine wanasema hii ni tabia, ikawa ni roho. So kuna roho ya uzito, kuna roho ya wepesi. Kwa hiyo unatakiwa kumwambia Mungu akutegemeze na roho ya wepesi. Mwambie, Bwana, nipe roho ya wepesi. Nipe roho ya wepesi. Nitegemeze na roho ya wepesi. Wepesi wa kufikiri, wepesi wa kuamua, wepesi wa kutenda, wepesi kwenye kila eneo, kazini, kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye kila eneo unatakiwa udemandi kupata wepesi. Kitabu cha Zaburi sura ya 13 mstari wa 3. E Bwana Mungu wangu, uniangalie, uniitikie, uyatie macho yangu nuru, nisije nikalala usingizi wa mauti. Sasa huu usingizi wa mauti, kuna eneo jingine unaitwa usingizi mzito. Usingizi wa mauti, mtu wa Mungu, ukipigwa, usingizi wa mauti kwanza ni pigo linalo jiassociate na ushirikina. Usingizi wa mauti huwa unakuwa, ndio maana maneno mawili yameunganika. Nafikiri tutumie mfano wa nabii Elia vizuri ili uweze kuelewa. Ukisoma maandiko, kitabu cha Wafalme, utakutana na story ya Elia, nabii Elia wakati anashindana na Jezebel. So kuna wakati Elia alitishiwa kufa na Jezebel. Akaambiwa, mtu wa Mungu, kama ikifika kesho muda kama huu, roho yako sijaikusanya, wewe ni mwanaume. Elia yale maneno yalimgonga kunako, akajikuta anakimbia. Alipofika sehemu akamwambia mtumishi wake, baki hapa. Elia akaenda mbele zaidi. Alipofika mbele akamwambia Mungu, yatosha, ichukue roho yangu, mimi sio mwema kama walionitangulia. Alafu akachoka, akaanza kusikia uzito, macho yakaanza kuona giza, akalala usingizi. Hiyo ndio inaitwa usingizi wa mauti. Unakuja uchovu, unachanganyika na usingizi, unachanganyika na uzito. Sasa hii sio lazima itokee physical kwamba ulale. Inaweza ikatokea kiroho, ukapitiwa usingizi wa mauti rohoni. Roho yako ikajikuta inachoka, inasinzia na inalala. Kwenye ule kulala ndio mauti yanaingia. Mauti sio lazima mtu azikwe afe. Mauti inawezekana ikawa ni kuabort kitu fulani. Maybe labda ulikuwa muombaji. Maybe labda ulikuwa mtu fulani very serious na kusoma neno. Ulikuwa mtumishi, uko on fire. Unapigwa kitu, unaanza kuona umechoka, umezidiwa, una usingizi, unalala. Unapoteza zile nizamu zako zilizokuwa zinakusustain. Ukizipoteza, yeye ndo adui anaanza kukatakata vitu mdogo mdogo. Ukija ukizinduka, uko mweupe, umeishiwa, hauna kitu. So unatakiwa kuweza kukataa hilo. Unatakiwa kuivunja. Unatakiwa kuikemea. Unatakiwa kukataa. Uzito wa ndani hautaki kuwa sehemu yako. Uzito kiakili, never ever. Uzito rohoni, hapana. In the name of Jesus. Kitabu cha Wafalme wa kwanza mstari wa 18 sura 46, maandiko yanasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu, akaingia Yezreeli.
So Mungu akupe mkono wake ili uweze kukimbia mbio na kuwatangulia waliokuacha nyuma. Kufikia hapo, mtu wa Mungu, sina la ziada kwenye hii session. Be blessed. Tukutane kwenye session nyingine.